wakina Omari wakafika studio. Wakaingia. Wakatukuta pale. Imagine tena mtu akishona tena mambo mengi mpo watu Kazi nzuri tu. Kazi ikiwa nzuri, basi jambo lako linakwenda vizuri. Oh yeah. Chui. What's good, my beautiful people? This is your father girl, The Lucian, and you're watching Tuverse Original. As you can see, nikiwa location tu lazima nikupe info na details zote za kila kitu ambacho kinaendelea. You can see bado tunaendelea kutengeneza set yetu kwa ajili ya kwenda kwa ajili ya video shoot ya nyimbo ya kwake Rayvanny inayofahamika kwa jina la Pele. I really want to know the meaning of Pele, ambapo amemfanyia featuring Mario pamoja na Harmonize. So tuna expect vitu vikubwa, tuna expect vitu vizuri. So let's go with me uweze kujipatia the real meaning of the song and everything. Let's go with me. Kama nilivyokuambia tunipo hapa kwa ajili ya kupa info zote na details zote. So let's see what Rayvanny got for us. Mambo vipi Rayvanny? How you doing? I'm doing great. You look stunning. You already know. Chewy is always on point. You said what? You wasking. Do you think I do fake stuff? Next time I got money, come on. Okay, nataka kufahamu nyimbo inafahamika kwa jina la Pele. Ndio? At first nimelisikia niko, what the meaning of this song? Pele is like saxophone. Pele. So we chopped that name from that part of the song. So Pele is like, you know, beautiful sound for the queen. Beautiful sound. So you always sing for us beautiful queens? Of course, why not? Okay, ukapiga mahesabu yako ya haraka haraka. Unaofanya music Tanzania wasanii wa kiume ni wengi, lakini ukapiga mahesabu yako kuna I need to do with Harmonize and Mario. Then what you did? Sikupiga mahesabu. Let me tell you a funny story about the song. Ilikuwa asubuhi kwa sababu mimi naenda kulala late, very late. So Harmonize he passed by ofisini. Alikuwa anaenda airport kuchukua chain zake. Asubuhi saa 12 sijui. Chui kwa wapi? Kama niko ofisini, napita, niko nje. Poa, nikaingia. Tuzetu airport on time. Kama nini? Kuna mtu ananiletea mzigo wangu. Kuna mtu alikuwa amezituma chain zake. Kwa wakati tunaenda akaniplay albamu yake, tumesikiza ngoma zote za kina nini Me Too and a lot of songs tulikuwa tumesikiliza. Sana mimi nikaanza kumplay ngoma zangu. So nilipoplay Pele, nikashafanya verse, nishafanya chorus na kila kitu. Hii tukarekodi sasa hivi. Lakini sasa mimi nilikuwa niko na vitu vingi. Nikamwambia sasa hivi tunaua. Unajua Amo akishakuwa na mzuka wake. Nikamwambia tunaua. Wewe sasa tangulia mimi nakuja. Mimi nikaenda zangu kula. Kwa alipopata time akarecord. Lakini akasema vizuri na Stukizi awepo. So akaja studio kwa Stukizi na mimi nikaenda studio kwa Stukizi. Wakati tuna record, Amo kamaliza verse yake. Wakina Omari wakafika studio. Wakaingia. Wakatukuta pale. Sasa hiyo tukuta pale, Omari amekaa pembeni. Amekaa pembeni kwa Amo akamwambia tia verse humu. Mimi nimetulia pembeni, si comment, si like. Omari noma sana, muziki mzuri sana. Huwa verse kama mwanangu huwa. Bas akaanza kurekodi, ndio hivyo tukafanya mimi, Amo na Mario. So it was just simple like that. Haikweti nani nimweke. Mwani mtafute Amo, no. It was just natural. Na mimi ninapokuwa na ngoma nzuri most of the time sipendi kuimba peke yangu. Okay. Mimi ngoma yangu yote kali naijua kabisa hii kali. Sipendi sana kuimba peke yangu yani. Muziki mingi mizuri naimba na watu sana. Yani sana. Napenda yani kwa mfano kama number 1 na Zuchu. Nimekaa nao almost miaka 2 ndani. Lakini najua tu kabisa hapa nataka imbe mwanamke. Mpaka Zuchu nikasema okay, hapa nifanye na Zuchu. So mimi waga napenda sana kufanya vitu vizuri na watu wangu. Yeah, so it was simple like that. Okay, tunaendelea kushoot videos. And tupo scene ya kwanza kabisa. Natamani kujua kitu kimoja tu cha tofauti kwamba anachokifanya Rayvanny tofauti na wasanii wengi kabla hajaingia shoot au hajafanya chochote. Ni kitu gani cha muhimu unakifanya before doing so? No, mimi vitu vyote ni vya muhimu. Hakuna kitu cha kwanza cha muhimu, lakini cha muhimu siku zote ni prayers. Maombi, unajua in everything that you're doing unatakiwa umtangulize Mungu. So hicho cha kwanza cha muhimu. Ingawa vya muhimu ni vyote. Maandalizi, kuwapigia watu wote wawe on set au sio bana? Yes. Lakini kitu kingine ambacho cha muhimu kabisa unatakiwa ujue kutoka verse. Sipendi kufanya interview ndefu. Kwa hiyo
It's a rap. Okay, thank you so much. And that is how we do. I wanna sing for my baby. Another time my people, kama nilivyokuahidi kwamba nipo hapa kukupa info na details na kila kitu ambacho kinapatikana ndani ya behind the scene. And of course, tupo kudili na ngozi za watu, tunadili na vitu mbalimbali. And makeup ni kitu cha muhimu sana mtu akiwa location. So tupo na makeup artist hapa. Atajitambulisha yeye ni nani na tutajifunza vitu vichache kutoka kwake. Mambo vipi? Poa, mambo. Uko poa kabisa? Uko poa kabisa. Wewe ni makeup artist na nimekuona kwenye set tofauti, seti nyingi sana nimekuona. Siri ni nini kwanza? Cha kwanza, unaonekana sana kwenye production set za Verse Original. Kazi nzuri tu. Kazi ikiwa nzuri, basi jambo lako linakwenda vizuri. Okay, ugumu na wepesi wa kazi yako upo wapi? Ugumu upo pale ambapo mtu anataka angae zaidi, tofauti na ngozi yake. Afu kuna mwingine anataka umpake kawaida. Usumbufu upo kama ambavyo mtu mwingine labda anataka umpake pink ambavyo haiendani na kitu ambacho kinahitajika kwa muda ule. Huo ndo ugumu uliopo, lakini pia wepesi uliopo pale ambapo mtu anaielewa kazi yako, anaheshimu kazi yako, unachomwambia yeye anakuambia fanya ambavyo wewe unaona. Mimi nakuwa huru zaidi. Okay. Umefanya kazi na production company nyingi, lakini kwa sasa upo karibu sana na Verse Network. Hii inasababishwa na kitu gani haswa? Nadhani ni kazi nzuri. Tunarudi pale kwenye kazi nzuri. Kwa means Verse wapo vizuri, pia makeup artist upo vizuri. Kabisa. Okay. Watu wakitaka kukupata wanakupataje? Wananipata katika mitandao ya kijamii, natumia mbise_beauty. Yep. Maybe ofisi yako ipo wapi? Ipo Sinzamori, mitaa ya Nyama Hoteli. Okay. Ukiwa unashuka tu bango nakutana nalo, Mbise Beauty. Okay. Huyo ni mrembo wetu bwana. Sasa ukija location ukaona mtu ngozi yake kidogo imetulia, ngozi ya msanii imewaka, vixen dancers, anayehusika na kazi moja ni mrembo wetu hapa. So unaweza kumfollow kupitia mitandao yake ya kijamii au pia unaweza kumfuata pale Sinza. So let's go for more updates. Naturally. Video shoot, visualize and the Verse Network, you already know, man. Tumerudi tena. Bwana, na leo nimekuletea kitu cha kipekee sana. Always wewe unatuona location, unaona set zimeandaliwa, kila kitu kimetengenezwa kama unavyoweza kujionea hapa. Set inatengenezwa location mbalimbali. Mtu anayehusika hapa ni mtu wa set ambaye ni Fadhili. Mambo vipi? Poa. Uko poa kabisa? Uko good kabisa. Kazi yako ni nzuri, najivunia sana na napenda sana. Asante sana. Nataka kufahamu kitu kimoja. Inachukua muda gani wewe pale unapopewa kazi na director kwamba tunatakiwa nahitaji kitu hiki hapa, nahitaji kitu hapa. Inakuchukua muda gani wewe kukitekeleza na kukileta katika ukubwa huu ambao wewe tunauona ukiachana na hapa hata seti nyingine pia? Inachukua muda kwa sababu ni vitu ambavyo vinaandaliwa, sio kama vinaandaliwa tu siku hiyo moja. Ni hata kama yeye ni director kapewa kazi na kapewa kazi siku kama ni wiki huko before, kapewa kazi wiki before. Wewe unakutana na wewe, maana yake lazima mkutane pia na director, mnashauriana, unampa mawazo yako, anakupa mawazo yake, yanakubaliana. Zeni mnapata iko kitu kikubwa. Okay. Set ya leo imekuwa kidogo ya kawaida sana, yani imepoa kidogo, you know? Imetumia muda gani kuitengeneza hii? Kwa muda wa kutengeneza, muda unakuwa mwingi kutokana na muda ambao umepewa taarifa. Ule ambao mpaka mmepoa nyumbani kusema bado tutafanya kitu. Lakini kwenye muda ule kuandaa nyumbani, kufanya ni kitu ambacho ni kuitekeleza. Lakini kazi kuifikiria, kwa sababu unaweza ukawa kitu kimekuja afu ukashindwa kukifanya. Lakini sasa kwamba kile kitu ambacho umekifikiria mwanzo, ushakifikiria, kwa hiyo ni matendo, ni kitu cha kukifanya. Okay. Ni changamoto gani kubwa ambao unakumbana nayo mara kwa mara pale ambapo unatengeneza set au kuandaa location? Changamoto sometimes mambo ya mvua tu. Mvua za Dar es Salaam. Changamoto pekee? Changamoto ni mvua, zingine tunajua labda
Changamoto location, so kwa sababu Bongo location ni mtihani. Sometimes unaweza kuomba sehemu wa mtu akaleta hapokuwa hata kama una hela yako, lakini mtu atakukatalia kwa sababu hela yako hiyo inafanya kazi, lakini mtu anakataa, bwana haiwezekani hapa tena. Imagine tena mtu akishaona tena mambo mengi, mpo watu no maana haiwezekani. Kwa changamoto zinatokea vitu kama hivyo. Changamoto za kazi ndio tunaita, lakini kwa hizi kazi tunazozifanya tunaona ni sawa, sababu ni kitu ambacho unafanya kila siku. Fadhili, huwa unakuwa kwenye set nyingi, location nyingi sana. Ni kitu gani wewe huwa kinakukosha ukiwa set? Kitu ambacho kinakupa raha, kinakupa furaha, una enjoy? Au sometimes ukiwa huna kazi unatamani, leo ningeenda kazini, ninge-enjoy hiki na hiki? Kwanza na enjoy kutokana na kukutana na crew yangu. Wewe ukishakutana nao kila siku ambao mna meet, mna fly nini, kwa unakuwa fly. Uko nyumbani kwa board una miss kwanza, leo niende nikipata kazi leo niende ile. Lakini na enjoy yani, nikiwa kwenye kazi kama hivi na enjoy. Ni kwanza nikipata kazi na enjoy kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda, kipo kwenye moyo wangu. Yani nafanya kitu ambacho nakipenda. Kwa sababu hii kazi unafanya ni yani ukiwa unaipenda basi utaifanya vizuri, unafurahi. Kwa hiyo hata kama vitu vingine vikubwa kuna vitu vinatokea, unaona kwako ni jambo ni la kawaida. Asante sana Fadhili. Basi huyo ni Fadhili, mtu pekee anayehusika na masuala mazima ya set. So ukituona popote pale, seti imenyoka, seti imekamilika, props na kila kitu, mhusika ni mmoja tu, Fadhili, ambaye bila yeye sisi hatushuti bwana. Bila kuwepo Fadhili mtihani unakuwa mzito kidogo. Thank you so much for your time. Nipo kwenye mwendelezo wa kukupa wewe ndugu mtazamaji kila kitu ambacho kinaendelea kuhappen ndani ya behind the scene. Kama unavyofahamu kwamba director always lazima awepo location, lakini leo bana nimemchukua mtu muhimu. Maybe inaweza kaa kwa watu wengine hatambuliki au namna hii tukamjali director peke yake. Then leo bana nipo na DOP. Our DOP. Mambo vipi? I say mambo poa. Uko poa kabisa? Poa kabisa. Okay. Huyu ni DOP bwana kutoka Verse Network, na kwake tutaenda kujipatia mawili matatu ya muhimu ambao nimehisi wewe unaweza kuyahitaji kuyafahamu. Okay, let's go. So, for how long umekuwa DOP wa Verse Network? Ni takriban nafikiri ni kama miaka 3 hivi naelekea mpaka sasa. Miaka 3 ndani ya Verse Network. Verse Network tuna operate hizi content ambazo nyingi mnazoziona za Verse zinaruka. Mimi ndo nimekuwa nikidiri nazo kwenye engo ya kushoot. Hujatutajia jina lakini bado. Kwa majina naitwa Ghana Visa. Ukienda IG uko kote utanipata kupitia hilo jina Ghana_Visa, au unaweza ukapenda ukaniita Fizz. Wewe sasa utachagua kipi rahisi kwako hivyo. Kutokea Verse Network. Kuna chemistry kubwa kati yako wewe DOP pamoja na director, which is kuna wakati wewe inanishangaza sana, like nyie watu mnafanya kazi kutumia ubongo mmoja. I don't understand ile chemistry wewe inaletwa na kitu gani? Kwa sababu muda mwingi ni tunakuwa tuko pamoja, alafu ukiangalia mimi lazima nimsikilize director kwa asilimia kubwa, kwa sababu kuna vingi pia ambavyo na gain, kwa sababu mimi sina muda mrefu sana hivyo. Kwa mara nyingi nakuwa msikivu kumsikiliza yeye anataka nini na nini kinahitajika, nini kifanyike hivyo. Ndio maana unakuta unajua sehemu yote yenye usikivu lazima kunakuwa na combination nzuri, lakini huyu akishakuwa hivi inakuwa ni kipengele. Kikubwa tu ni usikivu, kumsikiliza mtu anahitaji nini kifanyike hivyo. Okay, kitu cha mwisho ambacho ningependa kukifahamu kutoka kwako. Ukiwa DOP ni kuna uwezekano wa kuja kuwa director au unaishia kuwa DOP? Mimi kidogo huwa inanikanganya na nipa mchanganyo kidogo. Of course inawezekana. Kwa sababu in short ni inawezekana. Okay. For example, kwa watu ambao hawafahamu kabisa kazi ya DOP ni nani. Sasa mtu mwingine anakuambia director yupo location, then DOP anafanya kitu gani? Alafu pia muda huo kuna assistant director. Nyie watu watatu, nataka kufahamu kazi kubwa ya DOP ni nini? Okay. Sasa kazi ya DOP anasikiliza mawazo ya director,
au sio bwana? Akishasikiliza pia director anampa vision yake kwamba hapa inabidi ufanye hivi hivi na hivi. Kwa hiyo pia akishafika on set kupitia labda mawazo ya director, kwa hiyo yeye anakuwa ana apply sasa kwenye shot. Si umeelewa? Kwenye shot zile movement labda mnazoona, either ni kamera labda ipo kwenye tripod, angle, yani so lazima kuzingatia angle. Okay, huyo ni mtu mbaya Ghana Visa. Guys, I really wish muende kwenye Instagram account yake na kwenye social media zake muweze kujionea vitu vizuri ambavyo wanavifanya. Hautojuta kumfahamu na kumtumia kwenye kazi zako. Lakini ni DOP wetu sisi wa Verse Network. So, till next time, bye bye for now and thank you for your time.